Karibu sana mpendwa mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya kutufikisha katika siku ya 9 ya siku 10 za maombi maalum zenye mada kuu kufunguliwa. Leo Roho Mtakatifu anatuita tujifunze somo lenye uzito mkubwa sana katika maisha ya Mkristo. Somo la kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Kipindi hiki kinaongozwa nami Yustasela Joni. Fungua moyo wako, sikiliza kwa makini na ruhusu Mungu azungumze na wewe binafsi. Na sasa tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii na kwa fursa hii ya kujifunza neno lako. Tunakuomba Roho Mtakatifu uje utufungulie macho ya rohoni, utupe mioyo ya unyenyekevu na utusaidie kuielewa neno lako. Ondoa kila kizuizi cha kiroho na utujaze huruma ya Kristo Yesu. Tunakabidhi somo hili mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo, amina. Somo letu la leo linakwenda kwa jina la kuwatunza na kuwajali waliosahaulika. Katika Matendo ya Mitume 3:1-10 tunaona habari ya Petro na Yohana wakimkuta mtu aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa akiwa ameketi mlangoni pa hekalu akiomba sadaka. Kwa muda mrefu mtu huyu alikuwa anaonekana kila siku, lakini hakuwa akitambuliwa wala kujaliwa. Watu walikuwa wakimzomea, wakamwona kama sehemu ya mazingira, si kama mtu mwenye uhitaji wa dhati. Lakini siku ile kulikuwa na jambo tofauti. Petro na Yohana walimsimamia, wakamtazama, na kwa jina la Yesu Kristo akamponya. Hii inatufundisha kwamba kufunguliwa kwa wengine kunaanza pale tunapochagua kuwaona. Yesu mwenyewe anatufundisha wazi katika Mathayo 25:31-46 kwamba tunapowahudumia walio na njaa, kiu, wagonjwa, wageni na wafungwa, tunakuwa tunamtumikia yeye mwenyewe. Hii ina maana kwamba Yesu anajitambulisha moja kwa moja na watu waliosahaulika. Jinsi tunavyowatendea wao ndivyo tunavyomtendea Kristo. Tunapowapuuza tunampuuza Yesu, na tunapowajali tunamjali Yesu. Ellen G. White anasema kwamba kila tendo la wema linafanywa kwa jina la Yesu, linapokelewa na Yesu kana kwamba limetendwa kwake mwenyewe. Mungu amelipatia kanisa jukumu kubwa la kumtumikia Yesu kwa kuwahudumia wenye mahitaji. Hii inaonyesha wazi kuwa huduma ya kweli si maneno mengi, bali ni matendo ya upendo yanayotoka moyoni. Swali muhimu ni hili: kwa nini Petro na Yohana walimuona yule kiwete siku ile, ili hali walikuwa wakipita hapo mara nyingi? Jibu linapatikana katika Matendo ya Mitume 2:4 ambapo Biblia inasema walijazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapotujaza anatupa macho mapya. Tunaanza kuona watu si kwa macho ya mwili, bali kwa macho ya Yesu. Tunaona maumivu yao, mahitaji yao na thamani yao mbele za Mungu. Yesu mwenyewe alikuwa mfano bora wa huduma kwa watu. Alijumuika na watu, aliwahudumia mahitaji yao, ndipo wakamwamini. Hiyo ndiyo mbinu pekee yenye mafanikio ya kweli katika kuwafikia watu. Leo Mungu anatuita tuwe karibu na watu. Tusisikilize tu, bali tuchukue hatua. Kuwafariji wenye huzuni, kuwasaidia wanyonge, kuwajali wagonjwa na kuwapa tumaini waliokata tamaa. Katika maisha yetu ya kila siku kuna watu wengi walio karibu nasi lakini wamesahaulika. Ndani ya familia, kanisani na katika jamii. Wengine wanaumia kimoyomoyo, wengine wanapitia mahitaji ya kimwili na wengine wanahitaji mtu wa kuwasikiliza. Changamoto ni kwamba si wote tunaona watu wale wenye mahitaji. Ndio maana tunahitaji kumwona Mungu atupe moyo wa Yesu. Ndio maana tunahitaji kumwomba Mungu atupe moyo wa Yesu. Leo hii Mungu anatualika tufunguliwe macho na mioyo. Anatuita tutoke katika ibada ya kawaida, tuingie katika huduma binafsi. Kufunguliwa kwetu kunahusiana sana na kufunguliwa kwa wengine. Tunapokuwa baraka kwa wengine, Mungu anafungua milango katika maisha yetu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha kipindi kwa siku ya leo, hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako linalotufundisha leo. Tunakuomba utupe moyo wa Yesu, moyo wa huruma na upendo kwa waliosahaulika.
Tufungulie macho tuwaone watu kama wewe unavyowaona. Tufanye vyombo vya baraka katika familia, kanisa na jamii. Tusaidie kutenda kwa vitendo, si kwa maneno tu. Tunakabidhi changamoto ya saa 24 mikononi mwako. Utuongoze kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunakushukuru na tunakutukuza kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mtazamaji, hivi sasa tunapatikana katika mitandao ya kijamii. Tunapatikana Instagram kwa jina la Bukelebe TV, YouTube kwa jina la Bukelebe TV na Facebook kwa jina la Bukelebe TV. Tafadhali, kama hujashare, hujalike na kucomment, tafadhali share, like, comment na subscribe channel yetu ili iweze kujulikana kwa watu wengi zaidi, nao waweze kujifunza na kubarikiwa na channel hii. Mimi ni Yustasela Joni.